Na mdhibiti wa bajeti za serikali Margaret Nyakango ameibua maswali mapya kuhusu matumizi ya bajeti za miradi ya maendeleo katika kaunti, huku kaunti 9 zikitumia chini ya 20% ya bajeti katika miezi 9 ya mwaka huu wa kifedha. Katika ripoti yake ya hivi punde, kaunti ya Kajiado, Lamu, Siaya na Uasin Gishu zilitumia chini ya 15% ya bajeti, huku zaidi ya miradi 200 ikikwama. Ripoti hiyo ya hivi punde ya mdhibiti wa bajeti ya serikali Margaret Nyakango imeweka paruanja matumizi ya shilingi bilioni 233 ya maendeleo katika kaunti 47 nchini na uozo uliopo kwenye baadhi ya gatuzi hizo. Ripoti hiyo ikionyesha kwamba kaunti 9 zilitumia chini ya 9% ya bajeti yao yote ya maendeleo kutoka Julai mosi mwaka uliopita hadi Machi 31 mwaka huu. Kaunti ya Kajiado inayoongozwa na Gavana Joseph Ole Lenku ndiyo iliyotumia bajeti ya chini zaidi kwa miradi ya maendeleo katika muda huo, ikitumia 9% tu, ikifuatiwa na kaunti ya Lamu inayosimamiwa na Gavana Isa Timami na 11%, kaunti ya Siaya Gavana James Orengo 13%, kaunti ya Uasin Gishu chini ya uangalizi wa Gavana Jonathan B 13%, na kaunti ya Baringo ya Gavana Benjamin Cheboi 17%. Hata hivyo, kuna magavana waliotia fora kwenye matumizi ya bajeti hiyo, kaunti ya Nandi ikiongoza kwa 55%, ikifuatiwa na Meru kwa 54%, Wajir 54%, Wajir 54% na Marsabit 51%. Haya yanajiri huku kaunti 22 zikiripoti miradi 237 ya kima cha shilingi bilioni 13.66 kukwama. Baadhi ya sababu ya miradi hiyo kugonga mwamba ni ikiwemo ukosefu wa fedha, migogoro wa wanakandarasi, kuachwa kwa miradi hiyo na uongozi mpya wa kaunti na kadhalika. Miradi hiyo sasa ikisalia magofu tu, fedha za umma zikiporwa. Ripoti hiyo pia ilionyesha kwamba uchu wa usafiri umeendelea kukithiri katika kaunti hizo, wawakilishi wadi kwa ujumla wakipepeta shilingi bilioni 13.1 kwa usafiri wa ndani na nje ya nchi. Wawakilishi wadi wa kaunti ya Baringo na uongozi wa kaunti hiyo wakimumunya shilingi milioni 302 kwa safari hizo, ikiwa kaunti iliyotumia asilimia kubwa zaidi ya mgao wao wa bajeti yake kwa safari hizo. Baadhi ya maeneo ambayo wawakilishi wadi walizuru ni Singapore kwa mafunzo ya utendakazi, Geneva Uswizi na Arusha Tanzania. Emmanuel To, runinga ya Citizen.